Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumapili tarehe 1 March mwaka 2020. Ni neema nyingine tena kukutana. Sasa tuko katika uhai na uzima huu. Tunaendelea na kitabu kile cha Waefeso. Waefeso mlango ule wa 3. Waefeso mlango wa 3 una mistari 21, sio mingi sana lakini imesheheni ujumbe mkubwa kwa Mungu. Ndani ya muda mwafaka tutakuwa tumemaliza. Pia nilikuwa nawakumbusha kwa wale ambao mna uwezo, ni vizuri mwe mnachukua naandika tu, mtu atakayehitaji kitabu kizuri aniambie, tutakitafuta na kalamu unaandika, kwa sababu kulijua neno la Mungu ndio ufahamu. Ndio ufahamu. Kitabu cha Waefeso kama tulivyoona kwenye utangulizi mwanzo kabisa, tuliona kwamba kina sura 6 na sura 3 za kwanza na mpaka hii ya leo kwa sehemu kubwa tuliona ni vitu vinaitwa doctrine. Misingi mikuu ya imani. Nini tunachokiamini? Kwa mfano tuliona katika mstari mlango wa kwanza, ule mstari wa 13, 14, 13, 14 mlango wa kwanza wa Waefeso, tuliona hoja moja kubwa sana ya kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ukitembea ukaenda katika makanisa, hasa makanisa ya Jumamosi, watakwambia kutiwa muhuri ni kuabudu siku ya Jumamosi. Huo muhuri sijui unakuwa wapi. Lakini tuliona kwamba muhuri wa Mungu, na tukaona sehemu nyingine tukalinganisha na Wakorintho wa pili mlango wa pili, mstari wa 22, tukalinganisha na Waefeso 4:30. Tukaona kwamba muhuri wa Mungu ni ile roho unayompata siku unapomkiri Yesu Kristo kwa kinywa, ukiwa umeshamwamini moyoni pia. Na ndio muhuri wa Mungu ambao tunaona kwamba ni jinsi ya Mungu ya kutambua walio wake. Yaani akishachukua kipande cha Roho wake Mtakatifu kikazaa roho wake ndani ya maisha yako, hapo anajua tayari ndio nipo pale. Na anasema ni arabuni, ni malipo ya kwanza ya awali, kwamba akishalipa hicho lazima atamalizia kukomboa na mwili wote. Yaani ananunua roho yako kwa damu yake, kwa damu ya Kristo, alafu baada ya hapo tutakapokuwa tumeondoka katika mwili, basi tunakuwa tunakamilika na kupata mwili mpya na kukamilika katika utukufu wa wokovu wake. Tukaona kwenye sura ya pili vitu vingi tu, lakini tukaona kwenye sura ya pili wiki iliyopita tuliona familia za aina 3 kwenye mambo ya doctrine. Doctrine ni mafundisho makuu ambayo huyakuta kwenye makanisa. Na kwenda kanisani ukaambiwa vitu vya juu vizuri tu, namna labda ya kuishi na majirani vizuri, ni vitu vizuri. Namna labda ya kuishi na mmeo na mkeo, ni vitu vizuri, lakini hivyo sio doctrine, sio misingi ya kuamini. Ni vitu ambavyo unaweza kufundishwa popote pale. Doctrine ni vile vitu vya misingi ya imani, unajua kwamba unaokolewa namna gani. Mungu atakuja katika wingu. Kwa mfano watu wengine waamini kwamba Yesu Kristo atarudi tena, anasema alishaondoka, ameshaondoka. Yaani kuna vitu vya ajabu watu wanaamini. Sasa doctrine ni msingi mkubwa. Vyote tunavihitaji by the way. Tunahitaji kujua doctrine. Ndio sababu kitabu kama hiki, sura 3 za kwanza zimejengwa juu ya misingi ya imani, vitu kama hivyo ambavyo havionekani kwa macho na watu hawavielewi. Lakini utaona kwamba mlango wa pili kwa mfano tuliona mstari wa 8 na wa 9. Pia tuliona kwamba tunaokolewa kwa imani, wala sio kwa matendo yetu mazuri, wala kwa matendo ya sheria, ili kusudi asije katokea mtu akajisifu mbele za Mungu. Kwamba bwana, mimi nilitenda vizuri, nikatoa pepo, nikaokoa watu wengi, nikafanya vitu vingi, alafu nataka kuingia mbinguni. Kwa sababu kuna watu watataka kwenda mbinguni waende wakidai vitu walivyofanya. Bwana tufungulie, kwenye Mathayo 7:22. Kwa sababu tulitoa unabii, tulitoa pepo, tulinena kwa lugha, vitu vingi, vitu vizuri walivyofanya. Mungu akasema sikuwahi kuwajua. Mlivifanya lakini sivyo vinavyowaleta mbinguni. Kwa sababu mnajisifu mbele yangu. Tukaona kwamba njia itakayotupa neema ya kwenda mbinguni na ni mlango wa mara moja, unafanya mara moja, japo unaweza kaendelea kuikuza katika kulisikia neno la Mungu. Sio imani inakuja kwa jinsi ya kusikia, na imani inakuwa kila kukicha. Tukaona kwamba ni kwa jinsi ya kumwamini Yesu Kristo na ni kwa jinsi ya neema na si kwa matendo yetu mazuri. Sasa tukaona kwamba pia
dini za dunia zimegawanyika katika makundi mawili kwa kigezo hicho kwamba kuna dini karibu zote zinazoamini kwamba unaenda mbinguni kwa matendo yako mazuri. Ziko nyingi tu. Dini zote. Ziwe za Kikristo, ziwe zisizo za Kristo, watu wanaamini kwa matendo yako yanakupeleka mbinguni. Ambacho tumeona kwamba ndipo atakapopotelea. Sasa dini ya pili ni dini ya wachache ni kama ya kwetu, ambao tunajua maana ya kitu kinachotupeleka mbinguni. Ni kufunguliwa mlango, ni kusamehewa bure. Sio kwa matendo yetu mazuri ni kuwa tayari kusikia kwa kubali. Kwa sababu kama ingekuwa matendo mazuri, basi hakuna haja ya Kristo. Kwa nini Kristo afe sasa? Kama unaweza kufanya kitu ukafika mbinguni, una haja gani sasa ya Kristo? Kwa hiyo ndio swali ninaloulizwa. Lakini pia tukawa tumeona kwamba kuna familia tatu. Kuna familia tatu, kuna wana wa Mungu, kuna wana wa shetani na kuna wana wa Adam, wana wa uasi. Kwa sababu Adam kazi yake kubwa ilikuwa ni kumwasi Mungu. Kwa hiyo akazaa waasi. Tuliona pia kwamba ukiwa Mwafrika unazaa wa Afrika. Unaweza kukuta mimi nishasikia tu unakuta mtu anazaa mtoto wa Kichina. Mwenye sura ya Kichina. Watu wanaanza kutafuta sababu hizo za kisayansi, hamna hicho kitu. Mbwa anazaa mbwa, kuku anazaa kuku, mbuzi anazaa mbuzi. Kwa hiyo Adam kwa sababu waliasi wakazaa watoto waasi. Sasa tukaona kwamba hizo familia tatu lazima katika kumwamini Yesu Kristo tutoke huko, ndio ilikuwa sura ya pili. Leo sura ya tatu na sura ya pili mwishoni kuanzia sehemu ambayo sikuhubiri sana lakini nikasema tutakutana nayo kwenye mlango wa 3. Tunaona pia sasa hoja ya kwamba zamani Mungu alishapanga tangia zamani kwamba dunia nzima itaokoka kwa jinsi ya Yesu Kristo. Anasema alipanga kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Ila akawa na utaratibu wake. Ni kama Mungu alivyokuwa amepanga kwamba Waisraeli wataishi katika nchi ya ahadi na walikuwa wanakaa hapo akina Ibrahim zamani. Baadaye akawalazimisha kwenda Misri, wakakaa kule miaka 430, wakarudi wakapitia jangwani miaka mingine 40, ndio wakaja kukaa pale. Njia ya Mungu ni ndefu. Yaani unaweza kuwa unaona njia unazopitia, mateso unayopita, unamwangalia Mungu muelewi, unajiuliza hivi niende kanisani aache na nini? Kumbe ni njia ya Mungu kukufikisha katika utakatifu wake na nguvu zake. Yaani njia anayokupitisha inakuwa ndefu. Kwa mfano hapakuwa na haja. Actually watu wanasema kutoka Misri kwenda Kanaani nchi ya ahadi ambayo ndio Israeli ya leo. Ni umbali kama hapa, yani Morogoro mbali. Lakini unatumia miaka 40. Unaweza kutoka hapa kwenda Morogoro kwa miaka 40. Ni ndo njia ya Mungu. Mungu hachelewi wala hawahi. Unaweza kukuta kuna jambo lako unasema Mungu nataka isipite 2020 bila kuonekania katika hili. Mungu akasema hapana. Litatendeka wakati ninapopenda. Na kwa sababu Mungu ana makusudi mazuri na watu wamchao, wampendao. Na pia ni mwenye rehema hata kwa hao wasiomcha wakati mwingine, lakini zaidi sana kwa watoto wake. Basi kila atakachokufanyia atakifanya kwa makusudi bora zaidi kuliko ambayo wewe ungetamani akufanyie. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba ndio utaratibu wa Mungu. Sasa tukaona kwenye ni kama utangulizi bado sijui imekuwa mrefu kiasi gani. Tukaona kwenye mlango wa 3 wa pili mwishoni ambao ndio unakuja mpaka mlango wa 3, hoja kubwa ya mlango wa leo tuieleze vizuri kwa ujumla. Anaongelea vitu vikuu hasa viwili. Navyo vya kidoctrine vya misingi mikuu ya kuamini kwetu. Sio vitu tunavyoishi navyo siku kwa siku, saa kwa saa. Hizo ni vitu vya kawaida. Ile misingi ya kuamini anasema kwamba mpango wa Mungu alitaka ifikie dunia nzima lakini kupitia katika taifa lake la Israeli. Sasa Waisraeli wakafikiri ni wao peke yao na wakawa wanazuia watu wa dunia kuingia kwenye wokovu. Wakawa hataki waingie kwenye kanisa la Mungu washiriki baraka za Mungu. Sasa Paulo anasema mimi nikaletwa kama yeye Paulo ili kusudi nije nikawe mjumbe kwa ajili yenu ninyi watu wa mataifa, kwa sababu hapakuwepo na mtume aliyekuwa ametengenezwa kwa ajili yenu. Ujue na Yesu mwenyewe aliishia kwenye mipaka ya Israeli.
Ila alipokuwa anaondoka akawaambia akina Petro akasema sasa naomba mkitoka hapa msiishie hapa mwende mpaka mwisho wa nchi. Mtoke Yerusalemu. Mkae kwanza Yerusalemu. Baadaye mtatoka mtaenda Uyahudi. Mkitoka Uyahudi msogee mwende mpaka Samaria. Mkitoka Samaria mwende mpaka mwisho wa nchi. Mataifa yote. Japo akina Petro hakufanya. Baadaye inapoonekana Mungu akaona aongeze nguvu, akamwingiza Paulo. Tunaona Paulo anaenda mpaka kila sehemu. Anasema dunia wakati ule yote alimaliza. Baada ya Paulo kuondoka dunia inapanuka. Sio kwamba inapanuka kwamba inaomba upya, hapana. Watu wanaenda mpaka mbali. Mungu anatuweka mimi na wewe. Tufanye hiyo kazi. Sio Paulo hatoshi peke yake. Ndio hoja ya Paulo, anasema jamani mimi niko hapa kwa ajili yenu ninyi mataifa. Ni kitu kizuri cha kufurahi kwamba na sisi tuna haki. Zamani mtu ambaye sio Mwisraeli wa damu alikuwa hana nafasi katika Mungu wa mbinguni. Alikuwa hana nafasi. Ndio leo bado kuna hoja unasikia mtu anaitwa makafiri. Watu wasio na haki. Lakini tutakuja kuona leo kwamba sasa tunao ujasiri wa kujiongea mbele ya Mungu Baba hata na kufika mbele yake na kumwambia shida zetu. Haikuwa hivyo. Na kuna makanisa leo kwa mfano ya Wakatoliki wanakuambia huna uwezo wa kumwomba Mungu Baba moja kwa moja, unatakiwa uombe kupitia kwa Maria na au upitie kwa padri. Lakini tunaona kwamba Mungu amevunja viambaza vyote, anasema mna uwezo wa kunifikia mimi na kuniambia shida zenu na mimi nitazitenda. Mstari wa kwanza anasema kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Unaweza kusema sura inaanzia na neno kwa sababu hiyo. Kwa sababu hiyo ni kiunganishi cha vitu vyotangulia kusema kabla. Kwa sababu hiyo ipi? Ukisoma mistari iliyotangulia sura ya pili, by the way naomba ieleweke kwamba sura zilizoandikwa katika Biblia, sura ya 3, sura ya 4, sura ya ngapi yote hizi zilikuja kuongezwa baadaye. Zamani Biblia ilipoandikwa iliandikwa moja. Ilikuwa ni muendelezo tu, kitabu kimoja kinaisha bila kuweka sura. Kwa hiyo sura ziliwekwa kwa ajili ya kurahisisha usomaji. Kwa hiyo unaweza kukuta sura inaanzia sehemu ambayo ni muunganiko tu wa habari iliyotangulia. Kwa hiyo sura inaanzia ni muendelezo wa sura ya pili. Paulo anasema nimekuwa mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Kitabu hiki cha Waefeso ni miongoni mwa vile vitabu ambavyo Paulo aliviandika akiwa kifungoni. Anasema nimefungwa kwa ajili ya Yesu Kristo na sababu kubwa ni kwa ajili yenu ninyi watu wa mataifa. Sisi. Anasema ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Na ukisikia kitu kinamhusu Paulo ujue kinakuhusu mimi na wewe. Paulo anasema mimi nilipewa kazi ya uwakili. Uwakili mtu anafanya kazi gani? Ili nafundishwa kama kanisani, yani wana masomo kama watatu, wana Roho Mtakatifu, uwakili na vitu vingine kama vitatu. Basi. Kwa hiyo sitaongeza nguvu kwa sababu najua mtakuwa mshasikia japo ninafundishwa kiuongo. Lakini kwa ufupi tu, wakili ni mtu ambaye anafanya kazi kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa mfano umeshtakiwa, unaweza kumweka wakili akaenda akafanya nini? Akasema japo nao utakuwepo lakini atakuwa ndio anabishana. Kwa hiyo Paulo anasema mimi hizi ninazosema ni uwakili, kazi hii ni ya Kristo, anayetakiwa kufanya ni Kristo, lakini ameshaondoka katika mwili na Mungu, furaha ya Mungu kiukweli. Furaha ya Mungu soma katika kitabu cha Mithali. Anapenda kufanya kazi na wanadamu. Yaani Mungu ana uwezo. Biblia inasema ukisoma katika kitabu cha Ezekiel, anasema Mungu ana viumbe wengi sana huko mbinguni wanamsifu. Wengine ni maserafu, wengine ni makerubi asante. Wengine hawalali wanakaa wanamsifu Mungu, lakini bado Mungu anasema pana na wale wanadamu na wataka. Na ndo anaitwa wanangu. Anasema tumepewa jina la wana wa Mungu. Anasema hakuna malaika hata mmoja aliyepewa jina la mwana wa Mungu. Wale ni kama watumishi lakini sisi ni ukoo wa Yesu, ni wana. Biblia inasema sisi ni wana. Kwa hiyo unaweza kusema sasa unaingiaje huko? Ninapoingia huko ni kwamba Mungu anafanya bidii, anatafuta watu wa kufanya kazi kwa niaba yake ili kusudi aweze kutufikia sisi. Kwa hiyo unaweza sasa najifunza nini cha msingi hapa? Tunachojifunza ni kwamba paka Mungu anatafuta wakili
anamlipa au anamfunga kina Paulo, maana yake ana kitu anakitafuta kwangu na wewe. Sio cha kuchezea, sio kitu cha kudharau. Yaani akituita akatuandikia sura hii, hii sura imeandikwa mtu yuko kifungoni, hayuko kifungoni. Yuko kifungoni anasema mimi ni mfungwa wa Kristo. Sasa inakuwaje mtu na amefungwa kwa ajili hiyo hiyo? Kama Paulo angefika akasema mimi hii mambo ya injili nimeachana nayo, wangemfungua siku hiyo hiyo. Lakini akabaki kifungoni ili kusudi mimi na wewe tuweze kupata hili neno la Mungu la wakili, akawa wakili wa Kristo kwetu. Kwa hiyo lazima tuipokee kwa hekima na heshima na upendo na kuipenda hiyo habari ya Mungu. Anasema mstari atasema ya kwamba kwa kufunuliwa na alijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandikwa kwa maneno machache. Tutakuja kuona neno siri kwenye sura ya leo. Neno siri linatokea mara nyingi. Ukiwaambia wanadamu kwamba Yesu Kristo ndiye anayepeleka watu katika wokovu, anayepeleka watu mbinguni, watu wanajua hilo, wanadamu wengi. Ni siri kwao. Watu wanafikiri Yesu Kristo alikuwa tu ni mtu aliyekuja akafanya vitu vyake akaondoka. Lakini Paulo anasema hii kwangu ni siri na kwenu ninawapasha siri hii. Tutaona kwamba hili neno la siri, na mtu akikupa siri asema rafiki yangu ninataka kukuibia siri fulani. Watu kwanza wanaanza kufungua masikio yao. Ukishasikia mtu anakuambia kuna kasiri, hata kama ulikuwa unalala unaamka, ngoja niwape kasiri, aliyelala amka. Niwape kasiri. Yesu Kristo anakupenda. Au sio siri nzuri? Kristo anasema hiyo ndio siri hiyo. Nenda kawaambia watu wa mataifa. Leo hii ukienda kwenye video huko utakuta kuna watu wako wanaangalia mpira wa jana ambao alishauona, anataka kuhakikisha jinsi goli lilivyofungwa. Lakini pembeni kuna sehemu kuna watu wanamhubiri Kristo. Kwake mpira ndio siri yake. Wapo. Kuna watu wengine yuko anakunywa pombe saizi ndio siri yake. Kuna watu wengine nilikuwa nasikiliza juzi nchi ya Uingereza ni miongoni mwa mataifa yaliyokuwa na injili zamani. Na kitabu cha injili ya Biblia King James ambayo mpaka leo haikuchakachuliwa inatokea Uingereza. Ndipo ilipotafsiriwa kwa mara ya kwanza kutokea katika lugha ya Kigiriki na Kiebrania kwenye maagano yale mawili, la kale na jipya. Lakini taifa la Uingereza na ni taifa la Kikristo linaitwa. Taifa jingine la Kikristo Tanzania, Afrika nililosikia ni Zambia. Kwamba huwezi ukawa sio Mkristo ukatawala ile nchi. Huwezi ukawa sio Mwanglikana Uingereza ukatawala. Lakini taifa la Uingereza na historia yake na watu wengine, watu maarufu sana walio hata chanzo cha Biblia hizi, ni taifa la Kikristo sana. Ni watu ni 6% tu wanaoenda kanisani. 94 wanajijua wenyewe wanachokifanya siku za ibada. Watu 6 katika 100 ndio wanaenda kanisani. Ni kipimo kwamba watu siri ya Kristo na umuhimu wa neno la Mungu. Twende katika kitabu cha tutafika huko, lakini twende katika kitabu cha Yohana ule mlango ule wa 4. Biblia inasema hivi. Na tukitoka Yohana tutaenda kushoto zaidi, tutaenda kwenye Mathayo. Yohana mlango ule wa 4. Yohana mlango wa 4 ni nani anaweza kaniambia unahusu nini? Huwa unahusu nini kwa ujumla kwenye mlango wa 4 wa Yohana? Lazima tuwe tunajua Biblia yetu. Yaani ukisema tu sura unajua tunaenda kusikia kitu fulani. Yohana mlango wa 4 unahusu mwanamke Msamaria. Unaweza kusema labda ushausoma kabla. Hapana, hata ningekuwa nimeusoma ningejua tu. Yohana mlango wa 4 mstari wa 10 Biblia inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Maana yake ni nini? Huyu mama huyu Msamaria alikuwa anasema sisi tunamsubiri Kristo, tunategemea atakuja Masihi,
Yamkini atakuja kupigana vita ili kusudi tushinde na nini maadui zetu na nini, ndicho alichokuwa anakijua. Lakini alikuwa hajui siri kwamba wanayeongea pale ni Kristo mwenyewe. Mpaka alipofunguliwa ile siri na Kristo, akamwambia mimi ndiye. Leo hii wa Kristo wako kama huyu mwanamke Msamaria. Tena bora mwanamke Msamaria. Yeye alipofunguliwa siri ya Kristo aliipokea. Akaifanyia kazi na kijiji kikaokoka, yamkini na Samaria yote ikamjua Kristo. Lakini leo wa Kristo hatuna, yani hii siri hatuijali sana. Si kwetu sio kitu muhimu sana. Hem, tuende katika kitabu cha, na sio vizuri by the way. Tuende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 13. Okay, tunaenda kwenye Mathayo 13. Ni nani anaweza kaniambia Mathayo 13 inahusu nini? Lazima atakuwepo mmoja hapa. Mathayo 13 ni sura inayohusu nini? Naomba mtu mmoja ajibu. Mathayo 13 ni sura inayohusu nini? Mathayo 13 ni sura muhimu sana, lazima tujue hivi vitu. Viwe kichwani kwa kweli. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu, Biblia inasema, sio likae kwa wingi kwenye Biblia zenu. Mathayo 13 ndipo Yesu alipohubiri ile mifano mingi sana katika kuhubiri kwake, hasa mfano wa mpanzi na magugu ya kondeni na sehemu nyingine. Mathayo 13 ndio mifano ile mizito ya wokovu ya Kristo. Sasa Mathayo 13 mstari ule wa, ngoja tutafute. Tusome mstari ule wa 16. Anasema hivi. Mathayo 13:17 Biblia inasema hivi. Na anakuambia wewe, sio kwamba anamwambia Petro peke yake, na hapana, anatuambia wote. Kwa sababu tutaona kwamba huu mstari unahusu watu wote. Anasema hivi, lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Mstari wa 17 tunakuwa utafuta sana. Anasema hivi, kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Unaweza kusema sasa kuna uhusiano gani kati ya tulikuwa tunasoma kule kwenye Waefeso 3 na mistari hii na ule tuliotoka kusoma kwenye Yohana 4? Uhusiano uliopo ni kwamba Paulo anasema hii siri watu wengine hawaijui. Mimi nimeipata na ataendelea kutumia neno la siri, kwamba akina Petro anasema hivi. Anasema actually nilikuwa natafuta sehemu nyingine lakini na huu ndo mstari huo. Nawaambia manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona leo wasione. Anasema kwamba ninyi mnayaona ni mambo ya kawaida tu. Mnaona mambo ya kawaida tu. Hili neno tunalohubiri hata hapa leo hii. Leo siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa 3. Watu wanaweza kuona neno la kawaida. Paulo anasema katika kitabu cha Wagalatia mlango wa kwanza, nafikiri mstari wa 11 pale. Anasema injili mimi ninayowahubiri, Paulo akisema mwenyewe. Anasema sio injili ya kibinadamu. Hii sio injili ya kibinadamu. Injili ya kibinadamu itakuja ianze kwanza kuwasifia mlivyo wazuri wote hapa. Na jinsi mlivyo watakatifu kuliko watu wote. Na jinsi ambavyo Mungu anaenda kuwabariki kila mtu kuwa rais wa nchi yake. Sijui itakavyo, ndivyo mtakavyoamua. Na kila mtu atakavyoenda kuendesha maviex yake matano na manini. Ndizo ndio injili za kibinadamu na ni za uongo. Injili ya Mungu inasikia neno la Mungu na makusudi ya Mungu na inatufikirisha. Hivyo vyote itatupa, lakini kikubwa sana inatujuza makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Kama Mungu atataka tuishi vyovyote vile kama ndio makusudi ya Mungu, basi na iwe hivyo. Lakini sio kwenda kuambia ambacho mwanadamu anataka usikie au anajua wewe unataka usikie. Kwa hiyo anasema anachosema anawashangaa wanafunzi kwa kiasi fulani. Anasema hii injili ninayowapa ninyi mkiiona mnaiona ni ya kawaida mimi.
Mnafikiri tuko hapa tunakula mikate, tunasifiana na kuimba nyimbo kama walivyofanya? Hapana. Anasema manabii wa zamani na watu wenye haki walitamani sana kuisikia hii. Hawakuipata, ninyi mmeipata. Manake jinsi ambavyo kitu mlichokipokea hamjajua thamani yake. Hii sura ya leo ya Waefeso 3 kuichambua kwa muda wa saa nzima na zaidi ni siri ya Mungu ambayo watu wengine hawajui. Ukaisikia nyuma kwamba kabla hapo ulishasikia Waefeso 2, umesikia Waefeso 1, umejua maana ya muhuri wa Mungu, umejua maana ya wokovu. Anasema hivi vitu sio wengi waliojaliwa kusikia. Yesu alisema sehemu anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini watu wengine hawakujaliwa. Ninyi mmejaliwa kusikia kitabu cha Waefeso. Ninyi mmejaliwa kusikia habari ya wokovu, habari ya nguvu ya Mungu katika maisha yako. Ni majaliwa. Watu wengine hawakujaliwa kufanya hivyo. Hawakupata hiyo bahati. Ninyi ni washindi sio washindi? Ninyi mna bahati au mna bahati? Nina bahati. Sasa ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini watu wengine hawakujaliwa. Hasa ndio mstari uko na utafuta huo. Ninyi mmejaliwa. Kwa hiyo na ukisikia kitu ambacho wengine wamejaliwa kukijua, wengine hawajaliwa kukijua, hiyo ndiyo siri. Hiyo ndiyo siri. Hebu turudi katika kitabu cha Waefeso, tutarejelea hii mistari mingine. Anaendelea mstari wa 5 hiyo. Mstari wa 5 anasema hivi: siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na nabii zamani hizi katika roho. Unaona kwamba habari ni ile. Anasema watu wa zamani walitamani wasikie habari za Kristo. Kuna mtu mmoja ukisoma katika Luka mlango wa 2 akijulikana kama Simeoni, mzee mmoja mcha Mungu mwenye haki aliyekuwa anautarajia wokovu. Na alikuwa ameshaonywa na Mungu katika roho kwamba hata kufa mpaka muone Kristo. Asikie Kristo ananena maneno fulani. Angalau asikie Kristo analia kama mtoto mdogo. Akaenda hekaruni, akakutana na Kristo akiwa bado mchanga, akawabariki, akaambiwa na roho sasa huyo ndio nilikuwa nakwambia akasema sasa mimi imenitosha. Ni ile ahadi niliyokuwa nimepewa ya kuja kukutana na Kristo ni imetimia, niko tayari kuondoka. Mimi sikuombea ondoke wala sijiombea kuondoka. Twende kwepo tufanye kazi ya Mungu. Ila tayari tumepata kile ambacho watu wengine hawakupata. Akina Ibrahimu, akina Yakobo hawakufanikiwa kusikia Kristo anaongea kinywani. Hawakufanikiwa, lakini mimi na wewe tumejaliwa kusikia maneno ya Kristo katika neno lake. Kwa hiyo anasema mstari wa 5 anasema siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, lakini ninyi mmefunuliwa sasa katika roho. Mstari wa 6 anaendelea. Anasema ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi kwa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa ajili ya injili. Mstari wa 7 anasema injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uwezo wake. Au anaendelea kukumbusha wasikilizaji wake kwamba hii injili ni siri. Watu wanaojua kwamba unaokoka kwa kumwamini Yesu Kristo duniani, kitu kinachojulikana na watu wachache, unaweza kukiita siri au kukiita sio siri. Ni siri. Kitu ambacho watu wengi hawakijui ni siri. Ndio siri. Watu duniani wanaojua siri ya wokovu kwamba ni katika Kristo. Sio kwenda kanisani, sio kupeleka siji sadaka zao, sio kufanya chochote kile. Kuna watu wengine wanafikiri kwamba labda siri labda ni kumwimbia, ni kuimba nyimbo nyingi. Ni kupiga, siku hizi wanapiga na ndombolo. Siku hizi wanapiga na kwaito. Sijui tuko tunapiga kwaito kwa Kristo. Wanasema Bwana, wakifika mbinguni wanasema Bwana tulikuimbia nyimbo nyingi sana. Angalia album ya kwanza nilitoa mwaka 2010. Album ya pili nikaitoa 2011. Album wanaenda na album mbinguni. Watu wanapeleka sadaka mbinguni, wanasema Mungu hizi sadaka ndizo nimefikisha. Mungu anasema pana. Hawana siri hiyo.
Siri ni kusikia haya maneno. Anasema yeyote anayelisikia neno langu na kumwamini yeye anipeleka na uzima wa milele. Sasa kama hawasikii neno, watawezaje kupata siri? Kwa sababu wakikutana wanachokifanya ni matendo ya kibinadamu. Ni kuruka na kucheza na kudanganyana. Hawana mstari hata mmoja wanaweza wakasimama nao. Wanajua tu Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ninaweza nikasema mistari ya Wakristo ni 4 au 6 mwisho. Nayo wanaisoma nusu. Pale ambapo panawafurahisha na wanasoma. Pale pasipowafurahisha hawamalizi. Kwa mfano Hosea 4:6 wanasoma nusu ya kwanza, nayo inawahukumu, lakini nusu ya pili hawataka kuisoma. Kwa sababu itawakasirisha. Lakini siri yetu ni nini? Siri ni kujua uwakili wa Kristo kwetu, na sisi tunakuwa mawakili. Yaani unapokea uwakili na unakuwa wakili kwa watu wengine. Kwa lugha nyingine unafanya kazi kwa niaba ya Kristo kwa ajili ya wokovu wa watu wengine. Na anasema hizo siri hazikujulikana tangia mwanzo. Zimekuja kujulikana wakati wa ujio wa Kristo, na maneno yale yakaingizwa katika kumbukumbu ya neno la Mungu kwenye Biblia. Mstari ule wa 8 anasema hivi. Mstari wa 8 anasema hivi. Sikiliza, anasema hivi. Anasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, na alipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake, Kristo usiopimika. Hapa kuna hoja mbili kubwa. Paulo anasema neno hili. Anasema mimi kwanza tuanze na udogo wa Paulo, nitausema baadaye. Ngoja tuanze hoja ya pili. Anasema nimepewa neema ya kuwahubiria watu mataifa. Mataifa ni neema, yeye anaita neema. Leo hii mtu akikwambia kwamba tuchukue Biblia tupeleke injili kuhubiri watu, utasema hii ni neema kubwa sana, utafurahi. Utaenda unakasirika, lakini ikiwezekana utapita nyuma ya jengo ujifiche. Lakini Paulo anasema mimi hii ya kuwahubiria mataifa ni neema kwangu, yani ni kitu ambacho nashukuru Mungu, yani sikutegemea kukipata. Mimi kuhubiri neno la Kristo ni neema kwangu. Ni kitu. Lakini sio kusema kwamba ni kazi rahisi sana, utatoka hapa utafika sehemu nyingine watu wanakutukana. Unamtumia message mtu mwingine anakuambia ukinitumia message na mimi siku nyingine tutafikishana mbali. Sema sawa. Lakini ndivyo alivyofanya Paulo vile vile. Ndivyo alifanya na Kristo vile vile. Lakini Kristo anasema hii ni neema. Lakini angalia jina analojipa, anasema mimi niliye mdogo katika watakatifu. Mtu akiuliza kwamba Paulo katika vigezo vya kimbingu ni mdogo ni mkubwa? Paulo ni mdogo ni mkubwa? Paulo ni mdogo ni mkubwa? Katika vigezo vya kimungu ni mkubwa, lakini yeye anajiita mdogo. Leo hii kuna mtu mmoja yuko hapa Arusha anajiita sijui nabii mkuu Tanzania, anaitwa nabii mkuu mheshimiwa his excellency, vyote nasikia ameweka na profesa sijui kaupatia wapi, ana Joe David, nabii mkuu Tanzania. Cheo chake nabii mkuu Tanzania. Watu wanatoka mpaka Msumbiji wanaenda kwa nabii mkuu Tanzania. Paulo anasema mimi ni mdogo kuliko watu wote. Ndivyo mbele za Mungu. Leo hii watu hata ukienda katika makanisa, Hebu nenda katika kanisa, mfano kanisa la Kilokole au kanisa la wakubwa lile, haya yote ya Makatoliki majitu gani. Sehemu tu za wale wakubwa wanapokaa ni kule nyuma ya madhabahu juu kabisa, ukiangalia unafikiri wako karibu na mbinguni. Sio sehemu ya watu wengine wanapokaa wao. Kwa sababu wanataka kuonyesha ukuu wao. Wamejitengenezea na uniform zao. Wachungaji wana uniform, hawana uniform. Wanayo. Wamejiwekea na kajitu hapa. Kujitofautisha kwamba sisi sio watu wa kawaida. Hakuna sehemu ambayo Mungu alisema kwamba naomba mwende mkajitengenezee uniform hata siku moja. Ni katika tu kujiinua. Siku moja nilipita pale Ubungo nikaona
mtu mmoja si ndio mchungaji naye maana alikuwa amevaa hizo za blue zao zile purples na karaka nani kanapita hapa kanje wanaita si nini kola nini neck nini kanaitwaje ni kama jamii anataka lakini wanajiita wachungaji hao ndivyo walivyo ngoja tuwaite kako kamepita hapa kanakatiza sasa akawa yupo si alikuwa ameshika na Biblia anasubiri mwendo kasi lakini anapita huko anajaribu kuona kama watu wanamwangalia vya kutosha kwamba ndio yeye au la. Taka kabisa. Taka. Leo hii kuna wengine unasikia wanaitwa masista, wanaitwa sijui watawa. Neno watawa linatokana neno utaua. Kwenye Biblia utaua ndio utakatifu. Ni watu waliomwamini Yesu Kristo wakamkiri kwa kinywa na kuamini moyoni, lakini leo utasikia watawa wanaenda wanavaa vitambaa fulani vinaenda vinagonga huko nyuma, wanavaa na magauni yao. Wakipita barabarani utafikiri wanapita watakatifu. Ndio sio? Sicho hicho Mungu alichotuitia. Anasema ole wenu mafarisayo wanafiki. Ndio unafiki. Wanaenda wanaacha hata kuwa na familia na watoto. Mungu hajawahi kusema hata siku moja kwamba watu wasizae watoto waende wakakae kwenye majumba ya watu gani huko, sio mapadri sina maaskofu. Ni mahubiri ya mashetani ukisoma katika kitabu cha Timotheo mlango wa kwanza, mlango wa 4 kama sikosei. Lazima watakuja watahubiri mafundisho ya mashetani wakizuia watu kuoana kuolewa na wakizuia watu kula vyakula fulani. Ukishasikia kuna sehemu watu wanazuia watu wasioe na kuolewa. Alafu wasile vyakula fulani wako kwenye hali fulani ya matengenezo wanakula vyakula hivi vingi hawali. Anasema hao ni mafundisho ya mashetani. Hayo ndio mafundisho ya mashetani. Sikuwa nimeliandaa lakini naweza nikaenda pale nikalipata pale. Ngoja nione kama bado tuna muda wa kutosha ili kusudi twende pale. Wewe ukajua labda hili neno limeletwa leo. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 Biblia inasema hivi. Hem tusikie kama ni kweli au sio. Anasema basi Timotheo wa kwanza 4:1 basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani kwa unafiki watu wasemao uongo wakichoma moto dhamiri zao wenyewe wakiwazuia watu wasioe ndio sio mafundisho ya shetani wakizuia watu wasifanye nini? Hapo wanafundisha injili ya shetani. Tuendelee. Ni Biblia. Naomba mtu kama akinichukia asinichukie mimi. Kwa sababu nimeisoma huko. Au kama nikitaka kutoa mzizi wa fitina niombe mtu mwingine asome. Ili kusudi mjue kwamba sio mimi ninayesema. Lakini ngoja niendelee. Anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo kwanza anasema huo ni uongo. Wakichoma moto dhamiri zao wenyewe na hilo neno na maana yake sitalihubiri kwa sababu sikuwa nimepanga. Wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba viwekwe kwa vyakula vipokewe kwa shukrani na walio na imani yenye kuijua hiyo kweli. Na wakazuia watu wasile vyakula. Usile hiki, usile hiki, usile hiki, usile hiki. Sura inayoongelea uhuru wa kula vyakula ni sura ya 14 ya kitabu cha Warumi tulishakihubiri. Mtu ambaye anataka kujua zaidi aende kwenye mtandao kusoma na patikana. Lakini tumeliona hapa. Hem turudi katika kitabu cha Efeso mlango wa 3. Paulo anasema mimi niliye mdogo. Lazima muda wote tujione wadogo mbele za Mungu. Ukisikia mtu anajiita sijui nabii mkuu Tanzania, mheshimiwa fulani au anataka kuhubiri ni mchungaji alafu anaanza na vyeo vya dunia. Mheshimiwa mchungaji dokta fulani. Huyo sio mdogo huyo. Anatafuta kujiinua huyo. Alafu watu wanasikia. Leo juzi nasikia baada ya maposa kuua watu 20, ameitwa chuo gani amepewa udokta, PhD, tayari anaitwa mchungaji mheshimiwa Dr. Mwamposa.
zawadi amepewa. Alafu watu ndipo wanaendelea kuamini. Hawajui hii siri. Utaijuaje wakati uisomi? Kuna mtu mmoja siku moja alikuwa nilisikia nafikiri mshao kusikia kwenye toe kama story. Sikuiona lakini naamini ipo. Kuna kijana mmoja alienda alioa. Kaoa mke wake. Sasa ile siku ya harusi baba yake akijua mtoto wake mambo ya Mungu hayapendi. Ngoja nimpime akili yake. Akachukua zawadi ya Biblia akampa. Sema bwana wewe hii ndio katiba ya nyumba yako wewe baba na mkeo. Ila wewe nimekabidhi ndio utakuwa unamsomea mwenzako mnasoma pamoja. Hii ndio katiba yenu, ndio yenu itafanya nini? Tabarikiwa kwa sababu hii nimewapa. Mtu akasema yani baba yani katika zawadi zote nilizopokea leo hii ndio namba moja kabisa. Yani asante baba nafikiri nyingi zikapita pale. Si baba mzuri huyo, kampa katiba nzuri. Akaenda kesho yake naamini siku ya pili ya harusi labda ni kufungua zawadi hasa zile unazohizi zina vitu vitamu. Nyingine utakuja kufungua baadaye. Lakini kesho yako unaanza na zile ulizokuwa unahisi kama labda hata wale waliokuletea hawakuziiba au wafanya nini. Sasa nafikiri wakaanza kufungua zawadi ya mwisho kabisa ambayo hawakufungua ilikuwa Biblia. Hawakufungua. Na Biblia ambayo haisomi utaijua utakuta ni safi kana kwamba iko dukani wakati ina miaka 5 nyumbani. Biblia inayosoma inachafuka, sio uchafu makusudi. Sasa baada ya muda maisha yakaanza kuwapindia wale watu. Naona katiba ilikuwa haifanyi kazi. Mtoto akarudi kwa baba akasema baba maisha yamekuwa magumu, hakuna hata chakula, hakuna nini. Nasema mtoto mwanangu, wewe vipi wewe? Wewe unasoma ile katiba ya Biblia ni asema baba yani nasoma sana. Akasema ni kweli Sasa mbona unakufa njaa wakati nimekupa katiba ya kusoma? Ndio hivyo maisha yamepinda sasa wewe unajua neno la Mungu Bwana aliaminiki hivyo. Nafikiri alianza kutafuta majibu ya kwa nini Biblia haikumsaidia. Sababu akasema nenda kaniletee ile Biblia uilete tukaisome. Akaileta. Akampa. Akasema nimfungua katikati ya agano la kale na agano jipya. Akafungua alipofungua akasema unaona kuna cheki ya madola mengi tu nimeweka humo. Unakufa njaa wakati kuna cheki humo? Mtoto. Unandanganya? Hapana mzee sijui. Hebu fungua kaisoma. Dola nyingi mno baba alikuwa shajini inaonekana lakini alikuwa anampenda Mungu. Sasa mbona cheki imesha expire sasa? Shapitwa na wakati. Maana cheki kama miezi 6 inafutika. Kijana kagundulika ni muongo. Pili, hasomi neno la Mungu. Yaani ya uongo mwingi alafu amepata hasara ya dola na mzee akasema zimepotea, maana yake zimerudi kwangu. Nenda mkafe njao. Nisha jitegemea. Mungu ametupa cheki katika ile neno lake. Kila sehemu unakofungua kuna cheki. Lakini Wakristo cheki zao zimeisha expire. Waefeso ime-expire. Warumi ime-expire. Kila sehemu ime-expire. Soma neno la Mungu wapendwa. Hasa katika hizi nyakati za hatari za jioni. Tusome. Utagundua kwamba kuna cheki nyingi sana. Tuendelee mbele. Tusoma katika Waefeso, turudi Waefeso pale. Mstari wa 9 anasema anasema ile anaendelea kuonyesha kwamba alipata neema kwake kubeba hii injili na kuihubiri ni neema. Mstari wa 9 anasema na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote zilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote ila sasa kwa njia ya kanisa. Kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Unaona kwamba watu wote hiyo siri ilikuwa imesitirika na hiyo siri inafumbuliwa kwa njia ya kanisa. Leo utasikia kuna watu wengine wanakuambia mimi bwana nimechoka makanisa siendi kanisani tena. Ukimwambia injili anasema hapana si. Sasa makanisani kweli wanadanganya nani wewe? Waongo.
Mimi nikikutana na mtu ananiambia kwamba siku hizi siendi tena kanisani, simshangai. Hata mimi nifika hiyo hatua. Unaenda huku unaambiwa uongo, unaenda huku unaambiwa uongo, unaenda huku unaambiwa upuuzi. Sasa uongo ukijumlishwa na upuuzi, sehemu nyingine unaambiwa tamaa. Yaani wale ukikuangalia wanatacho ukitafuta ni wewe, hawatafuti wewe, wanatafuta vitu vyako. Unafika sehemu fulani unatulia tu. Lakini ikifika sehemu mtu wa namna hiyo kama kweli yuko anamtafuta Mungu, Mungu atamuongoza katika kanisa la kweli. Sasa na hapo anapakataa. Paulo anachosema katika mstari wa 9, anasema hizo siri zilisitirika katika Mungu. Mungu alikuwa nayo moyoni mwake. Baadaye akaitoa, hakuitoa nje, ikapita tena kwake huyo ambaye ni Kristo. Akalazimika kuja duniani kwa jinsi sio kawaida. Akazaliwa na bikira. Akachukua sura ya mwanadamu ili kusudi ile siri ya Mungu isipite kwenye mikono isiyo salama. Baadaye alipokwishaeneza akamwambia kina Paulo, akamwambia mimi, akamwambia wewe, anasema ipeleke. Hii ni siri ya Mungu. Naomba tuibebe kama siri ya Mungu. Tujue kwamba humo ndo kuna cheki. Ukisipozichukua zita expire. Na ku expire maana yake imepotea, imepitwa na wakati. Hivyo unajua kuna watu ambao neno la Mungu kwao lime expire. Kwa mfano mchukue mtu kama Papa umwambie eti uanze kumhubiri injili. Hawezi injili isha expire. Na wakuu wa dini wote hao, injili isha expire. Wameshapita mipaka ya wokovu. Na wanadamu wa kawaida vile vile. Mungu anatupa injili. Kesho anatupa tena. Kesho kutwa anatupa, tunakimbia, tunaenda kama kina Yona. Baadaye anakuletea mara ya mwisho. Anasema sasa baada ya hapo usipopokea tumemaliza. Sina maana kwamba hapo ulipo usijihukumu. Kile kitendo tu cha kutoka ulipokuwa ukaja hapa kusikiliza hiyo injili, tayari una wito, una masikio yanayosikia. Heri yenu ninyi mnaosikia haya. Yesu anawaambia mitume wake. Lakini watu wengine tena wakubwa, tena mwingine anaamua kabisa. Wengine hapa wamechakachua Biblia. Hii Biblia tunayosoma ndio sote tuna King James pembeni. Na kuna vitu vingine haviko sahihi tunavisoma. Lakini muda utafika na wakati tutapata Biblia ya Kiswahili ya ambayo ni King James. Tutaita labda King James Kiswahili. Tunaendelea mbele. Kwa hiyo unaona kwamba mtu akisha akasema, ukisikia mtu anajipa vyeo vikubwa, ujue huyo hamfuati Kristo. Biblia inasema Kristo alijinyenyekeza hata anasema alijinyenyekeza hata kifo cha msalaba. Akawa mtii mpaka kiwango cha kufa. Anasema kwa jinsi hiyo basi Mungu akamuinua juu, akamkemea jina lipitalo majina mengine. Ndio sababu chini ya juu ya Kristo kuna Mungu Baba pekee yake. Lakini kwa habari ya leo hii, Mungu Baba amekaa pembeni, shughuli zake ni chache sana. Vitu vyake vyote mikono yake ni Kristo. Na hata kwenye vile vita vya mwisho vya Magedoni na zile hukumu na nini, vyote vitakuja kurudishwa kwa Mungu Baba wakati anarudishwa utukufu na Mwana. Lakini vitu vingi atakuwa ni kijana wake anafanya kazi yake. Vitu vingi. Kusoma katika kitabu cha Mithali mlango wa 8, mstari wa 22 anasema Kristo ndiye akiitwa jina lake jingine akiitwa hekima. Anasema ndiye aliyekuwa stadi wa kazi wa mkono wa kuume kwa Mungu Baba, akitenda kila kitu. Anasema ambaye kwa vitu vyote dunia imeumbwa. Mstari ule wa tuendelee, tunakaribia kumaliza. Mstari ule wa 11. Anaendelea kuonyesha jinsi ambavyo huu akili tuliopewa na wokovu haukuja kwa mipango yetu. Anasema ni mstari wa 11 anasema hivi, kwa kadri ya kusudi la milele. Yaani hili sio alikuja mwishoni, ilikuwa mipango ya tangia zamani ya Mungu, ya milele. Milele ni kwenda nyuma mpaka bila mwisho na kwenda mbele mpaka mwisho. Aliyokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mstari wa 12 anasema katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Tuna ujasiri wetu ni kwa njia ya nini? Ya sadaka, ya nyimbo,
ya kwamba mimi nimezaliwa si baba yangu si mama yangu mchungaji vitu gani? Hapana. Ni kwa jinsi ya kuamini. Ndio sasa tunasitiza habari za imani katika Kristo. Anaendelea. Mstari wa 10 anasema basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa sababu sasa alikuwa amefungwa. Sasa wewe ukisikia mtu anayekuhudumiwa tayari yuko kifungoni. Yaani ndio mchungaji wako, ndio mtume wako, alafu nasikia yuko Segerea. Utakata tamaa. Bana, mimi niko Segerea. Mimi niko Keko. Lakini msikate tamaa. Mimi na matatizo vile vile. Inawezekana wahubiria niko na matatizo. Msemo unasema kwamba sasa mbona anatuhudumia, anatuhubiria wakati ana matatizo haya na hapana. Wanasema hapana. Msikate tamaa. Ndiyo anachosema Kristo. Twende mstari wa 14 anaanzisha kama ka sehemu ka kujitegemea ka mwisho muhimu. Okay. Tuende katika Ibrania 4:16 tutoke pale. Ndio tutoke hapa tuende Ibrania 4:16 haraka ili kusudi turudi tumalizie sura. 4:16 Biblia inasema hivi. Ibrania 4:16 Biblia inasema hivi. Anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili kupewa rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ndio zile cheki hizo. Ndio ule wokovu. Ndio ule ujasiri. Anasema tukikaribie kiti cha rehema cha Mungu Baba kwa ujasiri. Yaani unajua kwa mfano ukiwa umemsikiliza Mungu ukamtii hata wakati wa kuomba unakuwa huna mashaka. Kwanza unakuwa kama vile unajua naongea na mtu anayemjua. Lakini kuna sehemu nyingine unakuta mtu hajawahi kuomba mwaka mzima alafu unasikia labda ametokea amepata safari ya kwenda Kigoma anaingia kwenye ndege. Siku ya kwanza unaenda kuomba tangu mwaka uanze kwa sababu anajua ndege ikienda kuruka siku na hofu. Huwa naonaga watu wote wanajifanya kama wanaomba. Unaomba kama yani unajua hii sala hata haina nguvu. Lakini kama umetoka kumsikiliza, umesikia neno lake, umefanya kazi yake. Alhamisi umekuja hapa, mlio wengi mlikuwepo hapa. Juma Alhamisi ijayo unakuwepo na siku nyingine unakuwepo na kazi ya Mungu unaifanya na neno lake unalisoma. Anasema unajiongea kwenye meza ya rehema kwa ujasiri unakuwa huna hofu. Huna hofu. Kwa sababu mtoto anayempendeza baba yake au mama yake anapoenda kuomba kitu anaenda na wasiwasi anaenda na ujasiri. Sasa yule mkosaji ambaye unajua jana amevunja nini leo amelala hakulala nyumbani alafu anakuja kuomba kitu nyumbani anakwenda na ujasiri. Ana hofu nyingi sana. Mungu anasema twende kwake na ujasiri. Tukiwa tumejazwa katika uwepo wake, tumemsikia, tumemtii. Uko hapa unachoma na joto, lakini umetulia unamsikiliza Kristo. Jioni ukienda kusali, utasali kuona una ujasiri. Na kesho ujasiri utaongezeka zaidi na kesho kuta zaidi kwa sababu utakuwa kila hatua unapokwenda unaendelea hapa Mungu anapenda hapa hapendi hapa unafika sehemu fulani anasema mimi siwaiti tena watumwa Kristo anasema ngine Petro wewe singekuwa nakuita shetani kipindi fulani sasa hivi sikuiti tena mtumwa tumeshatembea pamoja tunajuana ni marafiki sasa nakuita rafiki sio mtumwa tena. Tufike sehemu fulani tukiwa kwa Kristo tunamwambia tunakuwa hatuna hofu tuna ujasiri. Turudi katika twende ukafunge sura ya leo. Turudi katika Waefeso. Efeso mlango wa 3 ule mstari wa 14 Biblia inasema kwa hiyo nampigia hii ni kazi ya mhubiri na mimi ndio najifunza kufanya hivyo. Anasema kwa hiyo nampigia Baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Leo utasikia baba mchungaji. Leo unaitwa sio baba askofu. Leo baba padri sio baba papa. Baba nini? Leo Mungu anasema usimwite mtu yote baba. Duniani. Kwa maana ya imani yake. Sio kusema kwamba watoto hapa wasitoke hapa wakaita baba zao. Huyu ni baba wa duniani. Lakini anasema huo ubaba nao msingi wake ni Mungu. Anasema na mimi nawaombea mstari wa 16 awajalie na mimi naomba haya maneno Mungu anisaidie haya maneno nikiyasoma yaende akafanye kazi kwako unayenisikiliza wewe. Mstari wa 16 awajalie wewe unayenisikiliza akujalie
kwa kadiri ya utajiri na utukufu wake. Mungu ana utajiri wa kila kitu. Kama unapungukiwa chochote, akupe katika utajiri wake. Kama una kitu kinapungua, akupe katika utajiri wake. Na anasema sio katika utajiri na utukufu. Utukufu ni nini? Ni kuwekwa juu. Mtu aliyetukuzwa ameinuliwa. Unajua Mungu anasema mimi nitawafanya vichwa wala sio mikia. Kichwa kiko juu siku zote. Mimi nakuombea Mungu akufanye kwa utukufu wake akupeleke sehemu ya utukufu ya kichwa. Nakuombea Mungu akujalie kwa kadri ya utajiri wake. Anaweza kukupa utajiri wa vitu, anaweza kukupa utajiri wa amani tu ya furaha ya moyoni. Utajiri wa dhidi ya magonjwa. Maana mtu ambaye mtu akishaugua anakuwa maskini by the way. Mtu ukiuma si maskini unakuja. Kwa sababu hela utaitumia kutibia na muda wa kufanya kazi haupo. Mimi nakuombea Mungu akupe utajiri. Kama Paulo anavyoombea watu wake wa Efeso na mimi nakuombea. Mstari wa 17 Biblia inasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo. Nakuombea maisha ya Kristo. Maisha ya msingi wake kwa upendo. Maisha ya kuchukia watu wengine, maisha ya kujipenda wewe usiwapende wengine, hivyo vyote nakuombea Mungu ayaondoe, akuwekee maisha ya upendo wa Kristo. Anaendelea katika hayo sasa ya Kristo kujaa ndani yetu na ndani yako, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu. Naomba haya maneno umeakalili kwa sababu nitayasemea vitu vya msingi vya kufungia. Mpate kujua pamoja na watakatifu jinsi ulivyo, tuangalie maneno aliyotaja. Upana, urefu, kimo na kina. Upana, urefu, kimo na kina. Sehemu 4 za uelekeo wa ukubwa wa kitu. Hivi ni vipimo vya ukubwa wa kitu. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu. Upendo wa Kristo unapita ufahamu. Anasema hakuna mwenye upendo mkuu kuliko huu wa mtu kutoa maisha yake kwa ajili ya rafiki zake. Lakini tafakari hivi vitu vinne. Mungu anasema hakuna neno linaingia kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Kila neno linaingia kwa makusudi. Anasema utajiri na upendo wa Kristo anakuombea wewe na mimi tuweze kujua jinsi ilivyo pana, jinsi ilivyo mrefu, jinsi ulivyo na kina cha kwenda juu na kimo cha kwenda juu na kina cha kushuka chini. Yaani ni mpana kwa kila uelekeo. Mtu ajaribu kutumia mistari ya Biblia kuangalia hivi vipimo vya upendo wa Kristo na wokovu wa Kristo na hii neema yote aliyotupa. Vipimo vyake ni nini? Twende tukaanze na upana. Upana wa upendo wa Kristo unapatikana katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 3 mstari wa 16. Biblia inasema hivyo. Yohana 3:16 watoto huwa wanaisoma sana hapa. Na watoto hawajaisoma muda mrefu. Naomba mwalimu uone waleta mapema wasome mstari wao. Biblia inasema mstari wa 16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwenye huo mstari kuna upana na urefu. Unaweza kusema maana yake nini? Kuna upana ili kitu kipana ni kitu ambacho kinaruhusu vitu vyote vinakuwemo. Yaani kina nafasi pana vya kutosha. Anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Aliupenda ulimwengu. Upana wa upendo wa Kristo sio wako peke yako uliyeka hapa, ni wa upana wa dunia nzima. Yaani upana wa upendo wa Kristo ni mpana kiasi kwamba dunia nzima inaingia humo. Ni mpana sio mpana. Upendo wa Kristo aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni mpana. Niko napima mzunguko wa dunia kutoka kwa mfano kutokea hapo Nairobi ukazunguka kwenye equator inapita karibu na Nairobi ikazunguka mpaka mashariki ikarudi pale. Ina kilomita kama 40 kilomita. Ni sehemu pana sana hiyo. Ni sehemu pana. Sasa huo wote kwenye upendo wa Kristo nao unaingia.
Urefu katika urefu unaweza kuupima kwa kamba au kwa rula, lakini unaweza kuupima pia kwa muda kwamba imeanza Jumatatu mpaka kuanzia urefu wa kitu ikaanza Januari mpaka Disemba. Huu ni urefu wa muda. Anasema mstari huo kwa Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe ili kila mwamini apate uzima wa milele. Yaani uzima wake ni mrefu kiasi kwamba hauna mwisho. Mstari wa wokovu unatupa upana, unatupa na urefu wa upendo wa Kristo. Tulikuwa tunasema habari zake tangia mwanzo. Hem, tuende kuangalia kipimo kingine. Twende kwenye kwenye kimo. Twende kwenye kimo. Kwa sababu amesema kwamba anatamani tuweze kujua urefu na upana na kimo na kina cha upendo wa Kristo cha wokovu. Twende katika kitabu cha Twende katika kina. Kwa sababu amesema tumeshaona upana na urefu. Twende katika kina. Twende katika Zaburi ya 86. Zaburi ya 86 tuanze na Zaburi ya 86 13 na Zaburi ya 33. Tusome hapo. Zaburi ya 86 13. Anasema hivi. Tuko tunapima vipimo ya upendo wa Kristo. Kwa neno la Mungu. Zaburi ya 86 tumesema 10 na ngapi? Na 3. Anasema hivi. Sikiliza neno anavyosema Daudi, anasema maana fadhili zako kwangu ni nyingi sana, umeiopoa nafsi yangu na kuzimu. Upendo wa Kristo unaenda chini mpaka unatutoa katika kuzimu kule chini. Yaani unaenda kina cha chini sana mpaka kuzimu. Unafika. Twende katika Zaburi ya 33. Biblia inasemaje? Zaburi ya 33. Anasema hivi. Umeniua nafsi yangu, Bwana kutoka kuzimu. Umeinua nafsi yangu, Bwana kutoka kuzimu. Umeihuisha na kunitoa miongoni mwao washukao shimoni. Upana wa Kristo unaenda na kututoa nafsi zetu kutoka kuzimu. Unaturudisha kwenye utukufu wa Yesu Kristo. Neno la Mungu linatenda kutuambia upana wa Kristo. Upana wa upendo wa Kristo. Tulikosoma sehemu nyingi lakini tutaishia katika hizi chache. Twende labda kwenye kimo. Tulikuwa kwenye Zaburi ya 30 kwenda juu. Maana tumeshaona urefu kwamba ni milele, upana ni ulimwengu wote, kimo ni mpaka kuzimu kote anafika na anatuokoa na huko. Hata watu waliokufa Kristo atawafufua kutoka kule chini kwenye kuzimu na kuwapeleka juu katika wokovu wake. Hapo tunaongelea watu walioamini wakaondoka katika mwili. Twende Zaburi ya 36 mstari ule wa 5 anasema hivi, tuko tunatafuta kipimo cha mwisho ambacho ni kimo cha kwenda juu. Anasema hivi, Bwana fadhili zako zafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Sihitaji kusoma mstari mingi. Wema wa Mungu unafika mpaka kuzimu, unatoa watu, unatupeleka juu mpaka mawinguni na mpaka kwenye mbingu zake, na unatupeleka mbele mpaka milele, na ni mpana mpaka kwamba unaingiza dunia nzima katika wokovu wa Yesu Kristo kwa yote atakayependa. Turudi katika Efeso na kufunga. Mstari ule wa 18 anasema ili mpate kufahamu. Nafikiri mmefahamu ninyi mnaonisikia. Pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina na kujua upendo wake Kristo. Mstari wa 30 na wa 20 anamaliza anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mstari wa 21 anasema naam atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote
vya milele na milele. Amina. Mungu anamtukuza, Paulo anamtukuza Mungu na anamtukuza ndani ya kanisa. Tunapokuwa hapa lazima tumtukuze Mungu. Huwezi kumtukuzia Mungu nyumbani kwako peke yake, haitoshi. Lazima ifike siku ya Alhamisi, lazima ifike Ijumaa tuje tukamtukuze. Na tumeona analirudia kwamba tumtukuze katika kanisa, katika kanisa. Kanisa ndilo darasa Mungu alilolitengeneza la kuwafundisha watu wake jinsi ya kufika mbinguni. Ndio sababu kanisa la uongo, uwezekano wa kumpeleka mtu kwenye wokovu ni mdogo au haupo. Mungu Baba, tunakushukuru kwa rehema yako. Asante kwa kutuhubiri katika kitabu cha Waefeso mlango wa 3. Tuomba Mungu ukatukumbushe yote na yakawe harisi, tusiyakubali na kuyapenda tukiwa hapa, tukiondoka yakapotea. Hali badala Mungu ukatuwezeshe. Unajua udhaifu wetu, unajua upungufu wetu, Mungu kaujaze, ukatuimarishe. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba kupokea. Amina.